Kuna mlinzi mmoja wa kiume alijichanganya kwenye bweni la wanafunzi wa kike. Kilichomkuta asubuhi alitolewa maiti. Hicho ndicho kitakachotokea kwa mwanaume ikiwa atafungiwa kwenye kundi la wanawake ambao hawajawahi kumuona mwanaume kwa walau mwaka mmoja na kuendelea. Kampuni moja huko nchini Uingereza iliamua kufanya utafiti huo kwa kupima kuwa je, hayo maneno yanaongelewa ni kweli au ni uongo. Hivyo walichofanya ni kumchukua mwanaume mmoja na kumweka katika kundi la wanawake 999 ili kupima nini kitatokea. Wanawake hawa walipitishwa katika viwango vile vile kwamba hawajawahi kukutana na mwanaume kwa mwaka mmoja na kuendelea, ambapo kwa hali waliokuwa nayo, maana yake wengi tulitabiri mwanaume yule angepitia manyanyaso fulani hivi ya kijinsia. Wakati huo pia wakafanya chumba kingine au jengo jingine ambapo waliwaweka wanaume 999 na wakamweka msichana mmoja mrembo ili wapime nini kitakachotokea. Sasa kitu cha kushangaza, unaambiwa kwa upande huu wa mwanaume aliyewekwa na wanawake 999, mwanaume barobaro, handsome, kajazia vizuri, kilichotokea bwana, unaambiwa mwanaume yule wanawake walimtumia vibaya kwa advantage, ikiwepo manyanyaso hayo ya kijinsia, lakini pia kumfanyisha kazi kama mtumwa, kwa kuwa wanawake wote hao walimuona mwanaume huyo kama ni mtwana, yani mtu wa kuwafanyia kazi wanawake hao ambao wao walikuwa kama mabosi. Manake kiafya kabisa mwanaume yule alipitia manyanyaso makubwa ambayo wanasayansi walipoyatazama wakasema huenda ni kweli kwamba wakimwacha mwanaume huyo huenda akafa, kwa kuwa tu alifanyishwa kazi na kila mwanamke mle ndani. Takwimu zinaonyesha kuwa, tafiti hizo zinaonyesha kuwa ikiwa hata wanaume wakaongeza mule ndani wakafikia kiwango cha wanaume 10, bado wangenyanyaswa vile vile, kwa kuwa wanawake wale bado walikuwa na mahitaji mengi ambayo mwanaume yule alikuwa akiyafanya kwa siku. Hiyo inaonyesha kuwa viwango ambavyo huenda wanawake wale wangewatosheleza ni kufikia wanaume nusu yao na kuendelea, lakini si wanaume chini ya nusu ya 999, kwa kuwa wote hao wangepitiwa na manyanyaso. Hayo ndio yanayotarajiwa kuonekana katika dunia hii ambao wanawake sasa hivi ni wengi kuliko wanaume. Kinachotokea ni wanaume wengi sana kunyanyaswa na wanawake, na wimbi hilo limekuwa likiongezeka, huku wanawake wakipata madaraka mengi na kujitwalia, huku kama hiyo haitoshi, wanawake kuwapa kazi ambazo wanaume hao haziwatoshi. Yani wanawake wanataka kufanyiwa kazi sana na wanaume kuliko kawaida. Kinyume chake sasa, tukienda kwenye chumba ambacho wanaume walikuwa 999 na mwanamke mmoja, wengi wanatarajia mabaya ya mkute mwanamke yule, ikiwemo unyanyasaji wa kijinsia, kwa kuwa tu wanaume hao ambao hawakuwahi kukutana na mwanamke kwa mwaka mmoja na kuendelea, wangekuwa pengine wana ashki za kufanya tendo baya na mwanamke huyo, ikiwemo ubakaji na matendo mengine. Lakini uwezi amini, tafiti ile ilichoonyesha ni kwamba wale wanaume wote waliokuwa mule ndani walidevelop kitu ambacho kinaitwa defense mechanism, yani ile hali kuu ya kumlinda mdhaifu. Walitokea wakawa wanaume ambao wanamlinda sana yule mwanamke na kupeana zamu asinyanyaswe kwa hali yoyote ile. Ilitokea mwanaume mmoja akawa na njama mbaya, basi angepigwa vibaya na kudhurika na wanaume wengine. Wanaume hawa kwa hali ya ajabu kabisa wakaonekana kumlinda mwanamke yule na kusahau kabisa matakwa yao ya kihisia, ambapo kila mwanaume aliyokuwa mule ndani alitaka kuonekana bora wa viwango vya juu vya kistaarabu kwa mwanamke yule ambaye walifungiwa naye mle ndani. Chochote ambacho mwanamke yule alikuwa akihitaji, wanaume hawa walipambana kumletea. Hivyo wakamfanya kama malkia, malkia wao mule ndani, na aliishi kwa raha mno. Unaambiwa walifuata ule mfumo wa kiasili wa sisimizi. Unaambiwa sisimizi wote ndani ya kichuguu huwa wanamnyenyekea sisimizi mmoja wa kike ambaye huwa ni malkia wao. Malkia huyu huwa mkubwa sana kiumbile, na ndiye huwa
wanamlisha, wanamlinda, wanamfanyia kila aina ya kitu anachohitaji. Ndivyo wanaume walivyotengwa kuwa mbele ya wanawake. Sasa hilo ndio lililotokea, ambacho ni kinyume kabisa cha wanasayansi walivyodhania ingetokea kwa mwanamke yule. Kwani wakati wote wa kipindi cha utafiti walikuwa wakimlinda sana yule mwanamke ili asipitie manyanyaso, na hivyo wakashangazwa na matokeo hayo ambayo yaliwatokea kwa vyumba vyote viwili. Ewe mpenzi mtazamaji wa makala hii, nataka nawe uondoshe hapo komenti yako kwamba je, ulidhani yangetokea hayo?